kumalizia leo kilele katika mkoa wetu wa Songwe. Nimshukuru sana mgeni rasmi kwa ajili ya kuitikia kuwepo kwa sherehe hizi. Sisi kama wanawake tunajisikia vizuri sana, hasa tunapozungukwa na wanaume. Sisi kwetu tunajisikia raha, tunajisikia furaha sana. Wanaume oye! Wanaume jamani, jipongezeni kwa kutunga mkono sisi. Maana najua hizi sherehe bila wao hazipo. Wanaume ndio waliokubali hao wawe na sherehe zao. Kwa nini tusiwapongeze wanaume? Wanaume hongereni sana, kwa sababu mlikubali, mmetutuma begi, tukaleta mambo mazuri mkayapokea. Hii yote inaonyesha jinsi Mungu alivyoumba kuwa vichwa, mnajua kuchanganua mambo. Wanaume tuwapongeze jamani wanawake. Pigeni vigelegele. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, jambo kubwa la kwanza ambalo nilitoe ni shukrani kwa wananchi wote ambao wameungana nawe katika kuadhimisha siku hii. Naomba nitumie nafasi hii kwa niaba ya ofisi yako ya mkuu wa mkoa kutoa shukrani kwa viongozi wote ambao mmetenga muda wenu na kuweza kuhudhuria. Lakini kwa upande wa maandalizi, naomba tuishukuru sana ofisi ya Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Songwe ambaye amekuwa mwenyeji wa shughuli hii muhimu, lakini bila kumsahau mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Songwe. Nipende sana kutambua mchango wa kila mmoja ambaye ameshiriki, lakini katika kundi hilo tusiwache benki ya CRDB, lakini kampuni zetu za Shanta pamoja na Mamba. Hawa walikuwa ni wadau wakubwa katika kufanikisha shughuli hii, lakini tunatambua mchango wa wote ambao wameshiriki kwa namna moja ama nyingine. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama nilivyosema awali, naomba kutumia muda huu kufikisha salamu za katibu tawala wa mkoa Bibi Happiness Seneda. Yeye anawatakia kila laheri wanawake wote katika mkoa wetu wa Songwe, na ujumbe mkubwa ambao ameutoa, amewaomba wananchi wote ambao tumefika hapa kuweza kuungana na wanawake kupitia kauli mbiu ya maadhimisho haya kwa kuhakikisha tunaimarisha haki, lakini usawa pamoja na uwezeshaji. Mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa majina, mimi naitwa Elias Mwandobo, ndiye mkuu wa wilaya ya Momba. Lakini siku ya leo kwa heshima kubwa, Mheshimiwa Daniel Chongolo, mkuu wetu wa mkoa wa Songwe, amenituma nimwakilishe katika sherehe hii ya kuadhimisha siku ya wanawake kimkoa katika wilaya yetu ya Songwe. Amenituma niwape salamu za pongezi wanawake wa mkoa wa Songwe kwa namna ambavyo mmeadhimisha sherehe hizi. Awali ya yote, napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kushiriki maadhimisho haya ya siku ya wanawake duniani, ambapo leo tunaadhimisha kimkoa katika kata hii ya Mkwajuni kwenye halmashauri ya wilaya ya Songwe. Vile vile niwatakie Ramadhani njema ndugu zetu waumini wa dini ya Kiislamu, lakini vile vile niwatakie Kwaresma njema waumini wote wa Kikristo. Kwa namna ya kipekee natoa shukrani zangu za dhati kwa kamati ya maandalizi kwa kunialika kuwa mgeni rasmi
katika maadhimisho haya ya siku ya wanawake duniani ambapo yanafanyika kila mwaka tarehe 8 mwezi Machi. Dunia huadhimisha siku hii ya wanawake ikiwa ni utekelezaji wa azimio la Umoja wa Mataifa la mwaka 1977 ambalo linazitaka nchi wanachama kuadhimisha siku hii kwa lengo la kuenzi mchango wa wanawake kwenye ujenzi wa taifa. Ndugu wananchi, siku ya wanawake duniani huadhimishwa kama mojawapo ya mkakati wa serikali katika kukuza usawa wa kijinsia, haki, uelewa wa jamii wa masuala mbalimbali hususani wanawake na maendeleo. Maadhimisho haya hutoa fursa za kuhamasisha ushiriki wa wanawake na wasichana katika kujenga uchumi wa taifa linalojitegemea kuelekea uchumi wa kati. Ndugu wananchi, kauli mbiu ya kitaifa ya mwaka huu 2025 ni wanawake na wasichana 2025, tuimarishe haki, usawa na uwezeshaji. Kauli mbiu hii inachagiza msukumo kwa wadau wote wa masuala ya wanawake kuhamasisha jamii kukuza usawa, haki, uwezeshaji wa wanawake, wasichana, wanaume kuelekea uchaguzi mkuu wa 2025. Mwezi Julai mwaka 2021 ulifanyika mkutano wa kitaifa wa jukwaa la kizazi chenye usawa, yaani Generation Equality Forum, lililofanyika katika jiji la Paris katika nchi ya Ufaransa. Wakati wa kikao hicho, Mheshimiwa Rais aliwakilishwa na Mheshimiwa Makamu wa Rais Dr. Isidori Mpango. Kwa niaba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Tanzania ilitoa ahadi za nchi katika kutekeleza programu hiyo ya kizazi chenye usawa ambayo ililenga katika masuala ya usawa wa jinsia na uwezeshaji wa wanawake kiuchumi.